maana nilitabiri hii ndoa haitafika kokote. Mmeona ambacho kimetokea. Ndio maana Dula Makabila kula anafanya sherehe. Na hapa naweza kutabiri Zailisa muda wote anaweza akawa na Dula Makabila. Watanzania mwe tayari kwa hilo. Lakini amekataa, amesema hawezi kurudi kwa Dula Makabila, lakini pia hawezi kurudi tena kwa Haji Manara. Nikisema kitu huwa lazima kitokee. Nipeni muda. Sherehe Dula kula anafanya sherehe kama mlivyoona. Kwa hiyo najua Zailisa na Dula walikuwa wanapendana sana, na Dula alikuwa amekufa kwa nani? Kwa Zailisa. Kwa hiyo Dula kama mwanaume anatakiwa perform kumconvince Zailisa kama mwanamke warudiane, sababu walipendana, ila Haji Manara kama mzungu alikuja kuingilia tu pale kati akachafua hali ya hewa. Kwa hiyo mimi siwezi kushangaa kuona Zailisa yuko na Dula Makabila siku moja, lakini nilichokitabiri Haji Manara na Zailisa ndio hizi kudumu kimetokea kama ambavyo nilishawahi kuzungumza. Yeah. Kwenye utabiri wako ulisema kwamba Zailisa amefuata umaarufu kwa Haji Manara. Kwa wakati huu wameachana, unahisi ule umaarufu ambao alifuata tayari ameupata? Ana followers kibao na ni maarufu na ataendelea kuwa maarufu. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo Zailisa hawezi kupotea sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii, kwenye vyombo vya habari, na ataendelea kutrend kwa sababu alichokitaka ameshakipata. Na hawezi kuzuba akapotea kwenye mitandao ya kijamii. Ataendelea kuwa juu na ataendelea kuiga kama kawaida. Yeah. Sawa. Namna ambavyo wawili hawa wameachana kidogo ilikuwa ni tafaruku, kwa sababu kuna maneno ambayo wamekuwa wakirushiana. Zailisa anasema anamtuhumu Haji Manara kwamba amekuwa na tabia ya kutembea na dada wa kazi. Yani kutembea na wale wa dada wa kazi, lakini pia tuhuma namba 2 ni kwamba alimtaka mtoto wake wa damu, yani ni kama vile ndugu yake na Zailisa ambaye ni binti mdogo mwenye umri wa miaka 17. Pengine wewe baada ya kuona hii una lipi la kusema, na unahisi kwa nini Zailisa anaongea vitu kama hivi ambavyo tuhuma nzito ya sasa hivi? Na ninawaambia wanaume wote na wanawake wote, wazee wetu zamani walisema mwanamke mjinga huivunja ndoa yake mwenyewe. Huwezi leo ukapata mchumba au ukaolewa, alafu wale marafiki zako wa chuoni si wa mtani ndio wakawa wanashinda nyumbani kwako. Mwanaume hana moyo wa chuma. Na dunia sasa hivi wanawake wanakuja sebleni kwako wanajitingisha. Mimi siwezi kuvumilia. Lazima niwapitia kama upepo. Kwa hiyo ukipata mchumba, mwanamke yote ukipata mchumba, au wewe mwanaume ukipata mwanamke, marafiki mkutane barabarani, marufuku nyumbani. Ndio ndoa yako ikadumu. Sasa wewe jichanganye, marafiki wanashinda nyumbani kwako, mashoga zako wanashinda nyumbani kwako, utashangaa ndoa yako itavurugika. Ndio maana wazee wa zamani walikuwa wanawafunda wanawake, ukipata mchumba, delete marafiki yote, kutana nao barabarani, sio kwa mume wako nyumbani. Wewe leo una mchumba hapa nyumbani, si ndio? Alafu wanakuja marafiki zake wamevaa uchi wanajitingisha. Mimi na moyo wa chuma. Na wapitia kama upepo. Nampiga chini. Sababu sitaki kuachana na mke wangu. Sio umeelewa vizuri? Kwa hiyo katika maisha, iwe mwanaume, iwe mwanamke, kama una mchumba una mke, nyumbani kwako marafiki iwe wa kiume wa kike, marufuku. Hebu tupate busara za Dudu Baya kuhusiana na hili hapa. Au sio? Sababu Dudu Baya pia kwenye maisha ya ndoa wewe unakuwa na busara za tofauti sana. Haji Manara inaonekana kama ni ndoa yake ya 4. Na kila mwanamke anayeachana naye anaonekana huyo mwanamke ndio mbaya. Haji Manara anakuwa anact kama yeye ndio victim fulani hivi anaonewa. Unahisi wanawake wote ambao wameachana na Haji Manara ni kweli wana tatizo, ama tatizo lipo kwa bla zetu Haji Manara? Tatizo liko kwa Haji Manara. Haji Manara wanawake wanamtumia kutrend. Na yeye Haji Manara ninavyomuona ni mshamba wa wanawake. Akishika viera yeye anapenda sifa yako hivyo. Na wanawake wanataka hela, wanataka umaarufu. Kwa ana kutumia badala kupiga chini. Sio umeshaelewa vizuri? Kwa hiyo Haji Manara namweka kwenye kundi la wanaume washamba wa wanawake.
yeye ndo analazimisha, ila wanawake wote aliokuwa nao hawampendi. Kwisha hiyo. Wanaotaka umaarufu ni sasa, na mimi sitaki mwanamke wa mtandaoni, sitaki mwanamke maarufu. Mimi wanawake zangu ni kuku wa kienyeji ambao sio maarufu. Ukutana na mwanamke maarufu na mwacha. Mimi siwezi. Akadange China afu aje tena. Akadange South Africa aje hiyo hapana. Mwanamke atanayependa mitandao sio mwanamke. Naibu wetu waziri wa sanaa Mwanafa, mke wake toka miaka hiyo tunamjua. Ulishawahi kumuona kampost kwenye mtandao? Toka miaka hiyo Mwanafa tuko naye kwenye game. Na mke wake ulishawahi kumuona kwenye mitandao? Mbona mpaka leo wana watoto watatu? Hiyo ndio maana ya mke. Ukiona mwanamke anapenda mitandao, anapenda maarufu, huyo piga chini. Au kula piga chini. Manara aliwahi kuwa na wanawake wawili akawa anatembea nao kila event ambayo anaenda. Kuna kitu ambacho kwa kitamani pale. Kukitamani. Anapotembea pale na wale wanawake. Hapo anatamani na wewe na wanawake wawili. Unajua? Sasa hivi na ninawaambia wanaume wote na wanawake wote, wazee wetu zamani walikuwa walisema mwanamke mjinga huivunja ndoa yake mwenyewe. Huwezi leo ukapata mchumba au ukaolewa alafu wale marafiki zako wa chuoni sio wa mtani ndio wakawa wanashinda nyumbani kwako. Mwanaume hana moyo wa chuma. Na dunia sasa hivi wanawake wanakuja sebuleni kwako wanajitingisha. Mimi siwezi kuvumilia. Lazima niwapitie kama upepo. Kwa hiyo ukipata mchumba, mwanamke yote ukipata mchumba au wewe mwanaume ukipata mwanamke, marafiki mkutane barabarani, marufuku nyumbani. Ndio ndoa yako ikadumu. Sasa wewe jichanganye, marafiki wanashinda nyumbani kwako, mashoga zako wanashinda nyumbani kwako. Utashangaa ndoa yako itavurugika. Ndio maana wazee wa zamani walikuwa wanawafunda wanawake, ukipata mchumba, delete marafiki yote. Kutana nao barabarani, sio kwa mume wako nyumbani. Wewe leo una mchumba hapa nyumbani, si ndio? Alafu wanakuja marafiki zake wamevaa uchi wanajitingisha. Mimi na moyo wa chuma. Nawapitia kama upepo. Nilitabiri hii ndo haitafika kokote. Mmeona ambacho kimetokea. Ndio maana Dula Makabila kula anafanya sherehe. Na hapa naweza kutabiri Zailisa mdoto anaweza akawa na Dula Makabila. Watanzania mwetali kwa hilo. Lakini amekataa, amesema hawezi kurudi kwa Dula Makabila, lakini pia hawezi kurudi tena kwa Haji Manara. Nikisema kitu huwa lazima kitokee. Nipeni muda. Sherehe Dula kula anafanya sherehe kama mlivyoona. Kwa hiyo najua Zailisa na Dula walikuwa wanapendana sana, na Dula alikuwa amekufa kwa nani? Kwa Zailisa. Kwa hiyo Dula kama mwanaume anatakiwa perform kumconvince Zailisa kama mwanamke warudiane, sababu walipendana, ila Haji Manara kama mzungu alikuja kuingilia tu pale kati akachafua hali ya hewa. Kwa hiyo mimi siwezi kushangaa kuona Zailisa yuko na Dula Makabila siku moja, lakini nilichokitabiri Haji Manara na Zailisa ndio hezi kudumu, kimetokea kama ambavyo nishaye kuzungumza. Yeah. Kwenye utabiri wako ulisema kwamba Zailisa amefuata umaarufu kwa Haji Manara. Kwa wakati huu wameachana, kwa hisi ule umaarufu ambao alifuata tayari ameupata.